Ndio maana unaweza kuona tu maandiko yanasema atawaambia walio wakamilifu, njooni kwangu mliobarikiwa na Mungu, njooni mkono wa kuume. Watakuja na sababu nyingi. Kwa jina lako tulitoa pepo, kwa jina lako Bwana tulikuabudu. Atasema toka kwangu sikuwajua kamwe. Hakuna namna ya kuwafariji walio muasi Mungu. Haipo namna ya kuwafariji. Haipo. Hapo ndipo injili inakuwa dhaifu. Tunapoanza kumchukua mwovu, msaliti wa imani, ukamwona hata yeye ni mtu wa Mungu tu, anahitaji huruma tu, unajua Mungu ni wa huruma tu. Hakuna. Ndio maana Mungu akuisamehe Sodoma na Gomora. Hata ingawaje walimtunza Lutu, hata kama muache atakupa nyumba na magari. Balaam alikuwa mganga wa kienyeji, lakini alipata akili kidogo, akaongea kwa habari ya kwamba hata kama Balaki angenipa nyumba imejaa pesa, siwezi kuvuka mpaka Mungu aliyoniwekea. Haleluya, haleluya. Hata kama ungelikuwa mlafi wa kiwango gani, huwezi kula chakula cha mtu mwenye dhambi, mwovu. Hapo ndipo roho ya ulafi inatokea. Unajua watu wengi hawajui Biblia. Nisikilize nikwambie, unajua Kristo sio kujipendekeza ili onekane mwema. Mtu anajinyenyekesha, lakini ndani amejaa unafiki. Mungu anakataa. Ndio maana sema ndio ya mtu wa Mungu iwe ndio, moyo wake umenyoka. Asiwe na moyo uliopinda, asiwe na moyo wa kujipendekeza kwa watu wenye dhambi. Utakuta mtu mwingine anasema unajua ninapenda sana kuokoka, ila mafundisho mchungaji wenu. Hata unakuta Mkristo anajipendekeza, sasa ndio hivyo, hapa sisi tumo kwa sababu tumo, si tulishaingia sasa, inabidi tuvumilie. Unajua hiyo ni kujipendekeza. Lazima mwambie injili ni upanga ukatao kuwili. Haleluya. Injili ni upanga ukatao kuwili, ni nyundo ya kuvunja vipande vipande. Kuna saa injili ikitoka haiji kukutia moyo, inakuja kukuvunja, kukuponda. Ndio maana Yesu aliwahi kuhubiri injili. Unaweza kutegemea injili aliyohubiri Yesu watu wangeokoka, lakini injili aliyohubiri Yesu ikabomoa kanisa. Watu 72 wakaondoka, badala ya kuingia wakaondoka. Ndio maana injili hatuhubiri ili waingie. Kuna saa inaweza ikahubiriwa wakakimbia, kwa sababu ni moto ulao. Haleluya. Unajua kama mtu anasema unajua ngehubiri injili ya kutia moyo wagonjwa, ya kutia moyo hata wenye dhambi nao akasikia. Hapana. Biblia inasema Yesu akasema mimi ni chakula cha uzima, atakaye kula mimi hata kufa. Wayahudi 72 wakakasirika. Kwa nini? Amesema yeye ni chakula, wakaondoka. Hapa neno alikuwaleta ndani ili wakimbiza wakwende. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Unaona, lakini kuna mtu anakuwa amekaa. Ndio maana lazima uijue injili. Anasema ni upanga unaokata mara mbili. Unakata upande ule, unarudi upande ule, unapiga pande zote. Injili ni moto, injili ni upanga, injili ni nyundo, inavunja vipande vipande. Haleluya. Haleluya, haleluya.